Njombe, eneo moja linaitwa Luponde, kwenye mradi tunaita Lusitu Itoni, maarufu kama Lusitu Itoni. Nimeingia leo asubuhi baada ya kuona mitandaoni kwamba magari yamekwama kwenye hii barabara nikiwa Dodoma. Kwa hiyo ikabidi nianze safari usiku, nimeingia leo. Na nilipofika mjini kabidi nianze safari ya kuja huku kijijini kwa ajili ya kuangalia hii changamoto. Kiukweli nimekutana na magari yamekwama, na kuna magari yana siku 3, kuna magari yana siku 2, lakini magari mengi yamepakia viazi ambavyo ni mali kuoza. Naweza kusema neno moja. Nimeumia sana kwa sababu huu mradi ni wa muda mrefu. Ni watoka utawala wa Magufuli ndo alianzisha huu mradi. Na kwenye mkoa wetu wa Njombe tulikuwa na miradi miwili mikubwa ambayo ilikuwa ni barabara hii ya Ludewa na barabara ya Makete. Lakini mradi wa barabara ya Makete uliisha kwa wakati. Lakini bahati mbaya sana wakati Magufuli anafariki huu mradi ulikuwa ndo unaendelea kutengenezwa. Lakini kinachoniumiza zaidi ni kwamba mkandarasi alitoa magreda yake ni 1.5 sasa. Lakini wakati anatoa yale magreda ni baada ya serikali kuvunja mkataba wa kutokumuingizia pesa zake kwa wakati, pesa za kazi. Lakini wakati anatoa yale magreda kulikuwa kuna serikali ambayo ni kuanzia serikali level ya kitongoji, mwenyekiti wa kitongoji, mwenyekiti wa kijiji, mtendaji wa mtaa, mtendaji wa kata, kuna mkurugenzi, kuna mkuu wa wilaya, kuna mkuu wa mkoa na kuendelea huko. Hizo tawala zote zipo. Manake wakati mkandarasi anatoa greda la kwanza, la pili, mpaka vifaa vyake vyote, akaenda mbali zaidi akatoa hadi zile kokoto alizokuwa ameshaziweka tayari barabarani. Hii serikali ilikuwepo na hawa viongozi wote walikuwepo. Lakini kinachoniumiza zaidi, tumekuwa tukipewa lugha tofauti kupitia huu mradi. Wakati wa kampeni nakumbuka tuliambiwa mkandarasi ameshaingiziwa fedha, muda mfupi ataanza. Sisi hoja yetu ikawa issue sio kuingiziwa fedha, mpaka mkandarasi atoe magreda. Na mimi ninavyojua issue za ujenzi wa barabara kama huu ni mkataba. Ina maana mpaka mkandarasi alivyotoa magreda, manake serikali ilivunja mkataba. Na kama ilivunja mkataba, manake lazima kuna gharama huyu mkandarasi ameingia. Hofu yangu ni kwamba huenda tena mkandarasi akatushtaki tena kwa kuvunjiwa mkataba. Lakini basi niseme neno moja. Mimi wito wangu kwa serikali, niko huku site leo. Hizi habari za kwamba hela sijui zimeshaingia, mara mkandarasi atarudi, mara mkandarasi yuko site, mara mkandarasi kafanyaje, tumechoka na wananchi wamechoka. Mimi nazungumza kwa niaba ya wananchi wamechoka. Tumetoka na msimamo mmoja. Mimi binafsi kama mwakilishi wa wananchi naipa serikali mwezi mmoja. Aidha tukutane na mkandarasi site, na kama mkandarasi hatutamkuta site tutatoka na maamuzi mengine. Lakini inaumiza sana. Inaumiza kuona mpaka mkandarasi anatoa kila kitu site na utawala upo kuanzia ngazi ya kitongoji. Hakuna anayeshtuka. Yaani walishindwa hata kumtafuta mkandarasi kumediate naye kabla hajatoa vifaa vyake. Kabla hajahamisha vitu walishindwa hata kuomba wazungumze kama hela imekwama mahali. Lakini pia kuna kitu kinashangaza sana. Kwa mujibu wa sheria zetu za Tanzania, huwezi kuanzisha mradi kama bajeti haijapitishwa ya huo mradi. Ni utaratibu kabisa wa kisheria. Kama mradi unaanzishwa, maana yake kuna bajeti ya huo mradi. Sasa unajiuliza, mradi ulianzishwa na bajeti ilitengwa na bunge lilipitisha. Sasa hiyo bajeti imeenda wapi? Hayo majibu wanatakiwa watupe serikali ya Chama cha Mapinduzi. Hali ni mbaya sana, magari hayapiti, hakupitiki. Kwanza hata huyo mkandarasi hata akirudi leo bado hali ni mbaya kwa sababu miundombinu aliyokuwa ameitengeneza wakati mradi unaanza nayo imeharibika. Kwa kifupi, mradi wa Njombe Ludewa unaenda kuanza upya kwa sababu hawezi kutumia ile miundombinu ambayo alishaiweka kipindi hicho. Hiyo imeharibika. Na kulikuwa na service road aliziandaa vizuri sana wakati anatengeneza mradi huu. Hata hiyo service road zenyewe zimeshaharibika kwa sababu ziligeuzwa kuwa ndo barabara mama sasa. Nazo zimeharibika. Watu wanateseka na imenyesha siku moja tu barabara iko hivi.
Je, zile mvua za mwezi wa kwanza na mwezi wa pili itakuwaje? Hebu tuwe na huruma na hawa wananchi jamani. Wamepakia mbao, viazi, ndo kodi zenyewe. Hawa watu wana mikopo benki, wana madeni, wana marejesho. Ukimkalisha huyu barabarani siku 4 kama hivi, umeharibu maisha yake, watoto wake, familia yake na ndugu zake wote. Hebu tuwe na huruma. Muda mfupi wanavyoendelea kutafuta majibu ya uongo ni kufukia hii barabara sehemu mbaya zaidi kuliko nyingine, hata kwa kifusi cha haraka. That's the only solution ya haraka kwa sasa tunaposubiri hizo processes zao, kwa sababu huwezi jua pengine hata mkandarasi mwenyewe yuko mahakamani anataka kuwashtaki kwa sababu wali breach contract. Hii ni mkataba, manake waliovunja ni walioshindwa kulipa hela zake kwa wakati. Naitwa Comrade Sebastian Nziku, mwenyekiti wa Chauma jimbo la Makambako. Sisi chama chetu tunaitwa Chama cha Ukombozi wa Umma. Tuko ndani ya mkoa wa Njombe. Leo tumeongozana na mbunge wetu Sigrada Mligo kuja kucheki miundombinu ya barabara ya kutoka Ludewa Njombe namna ilivyoharibika. Na kwa sababu tuliahidi mbunge huyu ni wa wananchi wa mkoa mzima, majimbo 6. Sasa tuko jimbo kwa jimbo, kata kwa kata, kuhakikisha tunaona kero zote za wananchi na kumwagiza mbunge akafikishe bungeni. Kwa mfano hii barabara hali tuliyoiona, tunahitaji ndani ya mwezi mmoja ahakikishe amefikisha bungeni hoja na majibu yamerudi kwa wananchi. Na kazi yetu ni kumsimamia mbunge, kwa sababu chama chetu kimejipambanua ni kwa ajili ya kukomboa umma. Ndio maana hatujaacha majukumu haya kuyatimia. Mtangazaji, nimeumia kabisa. Mimi mwenyewe namiliki magari. Nimeshangaa magari yamekaa barabarani, yamezama, utafikia yako kwenye mabwawa. Halafu nasema ni mradi tena wa mabilioni. Hapa wasituchezee na wasiwachezee wa Tanzania. Tunasema kazi ya Chauma tutapambana kutwa kuchwa majimbo yote, tuhakikishe kero zote zinaenda kupatiwa majibu, na tunaye Sigrada atahakikisha anaenda kufikisha hoja hii. Tunamwamini, ana uwezo, ni kijana aliyeandaliwa na chama vizuri kabisa. Mtangazaji, leo katika ziara ya mbunge, jambo la kwanza nimpongeze mheshimiwa mbunge, siku 25 za matokeo mazuri baada ya kutangazwa kwa mbunge. Ametoka bungeni, ameapishwa, ameanza safari jana usiku, leo mkoani amefika Njombe, lakini hajafika kurelax, hajataka kutulia, ameingia field moja kwa moja. Lakini kwa nini afisa habari wa umma kwa umma niko hapa leo kupitia Chama cha Ukombozi wa Umma Chauma? Ni kwa sababu tu kuhakikisha sera ya chama chetu ilani ya chama chetu inatekelezwa. Kwa hiyo niko hapa kama afisa habari kuhakikisha ambacho kinatokea kwenye jimbo la Ludewa Njombe, hususan barabara kama mlivyoona waandishi wa habari, na mimi kama afisa habari wa chama changu kuhakikisha taarifa hii inaifikia serikali moja kwa moja.